لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا اللهم على تمام وآداء بالقلب واللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Baada ya kusoma hizi aya zilizopo katika surat al-Baqara aya ya 235 mpaka aya ya 237 ni aya ambazo jana tulianza kuzieleza ahkam za kisheria zilizoambatana na aya hizi. Miongoni mwa ahkam ambazo za kisheria zilizoambatana na aya hizi ni al-khitaba, posa, kuposa, namna ya kuposa katika sharia ya Uislamu. Na Uislamu umeweka mikakati ya mwenye kutaka kuposa kwa upande wa mume na kwa upande wa mke. Kwa upande wa mke, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba mwanamke huolewa, tunkahul mar'a li arba'i, mwanamke huolewa kwa sifa 4. Mwanamke awe na sifa 4. Kwa hiyo huu ni upande wako mume. Lidan tunkahul mar'atu li arba'i, limaliha, kwanza kwa mali, walihasabiha, wa nasaba, walijamaliha, na kwa uzuri, walidiniha, na kwa dini. Hizi ndio sifa ambazo mara nyingi mwanamume akitaka kuoa huwa anaangalia hizi sifa. Mwingine atavutiwa na kwamba bwana, mimi mke ni naye na watoto ni nao, lakini sasa mtaka mke wa pili. Tujizungumza tulivyo, lakini sitaki mke wa pili awe kama huyo mke wa kwanza, awe ni housewife, awe atakuwa nyumbani. Nataka mke mwenye chake, shekhi. Nataka mke ambaye na nyumba, nataka mke ambaye anafanya kazi, kwa
kwa sababu atanisaidia maisha. Na majority sasa katika jamii tuko na fikra hii kwamba umuoe mwanamke mwenye mali, na ndivyo wanaume walivyo, ili upate msaada katika maisha, rent au mavazi. Sina haja ya kumnunulia buibui, atajinunulia mwenyewe. Sina haja ya kumnunulia koda wala rangi ya mdomo, yeye mwenyewe afanya kazi. Haya majukumu haya mimi amenitoka. Ni katika nadhar ya wanaume kuwaoa wanawake, limaliha walihasabiha, na nasaba. Angalia bwana, yule ni kina fulani, jamaa yao ni fulani na kina fulani, wale nasaba yao wana izz, wana sharaf, wasomi, wale nasaba yao ni nasaba fulani. Kwa hivyo huenda mtu akamuoa mwanamke kwa sababu ya kwamba ni kina fulani. Pengine aweza kuwa hata ni fakhri kwa mwanamume kwamba fulani ameoa, bwana ameoa, mimi nimeoa kina fulani, kwa jifakhiri kwamba wewe umeoa kina fulani. Ni fakhri kwa sababu umepata mke kutoka katika jamii fulani. Walihasabiha walijamaliha, la tatu ni uzuri. Na hapa ndio wanaume wanapoumia. Uzuri una kazi jamaa. Kama una mtu halali, hasikii, haoni, madamu chuma kile. Ulijamaliha, kumuoa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake Mwenyezi Mungu alimuumba nao. Na uzuri ni ule utakaoona wewe. Pengine wewe uzuri wako macho, utaka zile zijito zidogo za kuingia ndani, basi ukiziona kule zile zijito wewe ushasuazika. Mwingine hizo jito zidogo kwake makuruhu, hata usikia kuona haya na dhiki, hata ile mijito mikuru. Sasa kila mmoja na maoni yake. Mwingine anataka pua pana, mwingine anataka kifua chembamba, mwingine anataka kuona nyeza aina fulani, kuona maumbile, urefu, ufupi, kidingidingi, kila mmoja mwingine, kila mtu na mawazo yake. Mwanamke mwingine hataki mwanamke mwembamba wala mfupi, ataka mwanamke lile zinga papa zile. Apenda yeye, basi napenda mapenzi yake. Na wanawake wengine, wanawake pia ni hivyo. Yeye hapendi mwanamume mfupi wala mrefu wala ataka mwanamume ule mwanamume aloshiba. Sio aloshiba kwa sababu katika mwili, ataka mwanamume ule papa pia yeye. Sasa ni maumbile katika jamali. Kila mtu macho yake huona ile jamali ambayo ipo katika macho yake. Waweza kushangaa mwanamke yule bwana, fakhri ya mwanamke yule, akona kumpenda ule, ujue anachokipenda ule ni nini. Mapenzi yana mvuto wa kitu ambacho kwamba wewe ukitarajia kwako wewe ukioni, lakini yeye wafanyaje? Yuakiona. Kwa hiyo Uislamu umetuwekea namna ya kuposa wewe mwanamume kumchagua mwanamke. La nne, walidiniha, muoe mwanamke kwa dini. Na hili la dini ndio Mtume akalisisitiza, fadhfar bidhati dini taribat yadak. Chague mwanamke mwenye dini. Wakati anapokuposa, utakapokwenda kuposa, posa mwanamke mwenye la ilaha illa Allah, Muislamu, amesoma dini yake, anaijua dini yake. Pose mwanamke kama namna. Basi ukichagua chaguo hili la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema taribat yadak, utafaidika na utabarikiwa. Utakuwa umepata chaguo sahihi la kumchagua mwanamke. Na ndipo katika masala haya ya posa, huyu mwanamke Fatima bint Qais alipomwendea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, tuliktu thalatha, mimi nimeatwa na mume wangu talaka ngapi? Talaka 3. Nimeatwa talaka 3. Asema Fatima bint Qais, falam yaj'alni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqa, Mtume hakunipa mimi haki ya chakula
wala nyumba, kwa sababu talaka ya ngapi? Ya tatu. Mwanamke akishakuwa talaka ya tatu hana nyumba wala hana chakula. Kisha akasema Fatima, waqala li Rasulullah, na akasema kunaambia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha halalti fatazawwaj, ukimaliza eda ufanyeje? Uolewe. Fatima binti Qais asema famakaftu, akaketi huyu mwanamke mpaka kamaliza eda la kuapa. Alipomaliza eda, wanaume wakamnang'ania kwenda kumposa. Sisi tuko katika masala ya nini? Ya posa. Alikwenda Muawiya bin Abi Sufyan, Muawiya akenda akamposa. Akenda Abu Jahmi, sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia akenda akamposa. Akaenda Usama bin Zaid, pia naye akenda akafanyaje? Akamposa. Wanaume wangapi hawa? Watatu. Hawa wote walipokwenda hawakujuana, kila mmoja alikwenda kivyake kwa njia yake, hawakujuana. Kuna waliojua kwamba yule ameposwa na nani, yule fulani amekwenda kumpelekea posa. Mwanamke kila ajaye humsikiza, nimekuja kukuposa, nataka kuoe. Mwanamke amwambia nimekusikiza. Amkuja wa pili, amkuja wa tatu, amkuja mpaka watatu. Kwa kuwa amewasikiza wote watatu, wamekuja kuleta posa. Fatima binti Qais ana hadithi nyingi hata katika masala ya haidh na nini, na habari nyingi zake. Akarudi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumtaka ushauri kwamba nimeletewa posa na watu watatu, nimtukue upi? Akamwambia, ya Rasulullah, Muawiya amekuja kuniposa na Abu Jahmi amekuja kuniposa na Usama bin Zaid amekuja kufanyaje? Kuniposa, ya Rasulullah, nifanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa kuwa Mtume ametakwa nini? Ushauri. Na hapa tupata kwamba mtu anapotaka ushauri katika masala ya kindoa haya lazima awe muaminifu, atoe ushauri sahihi, atoe ushauri wa uaminifu kabisa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa ushauri Fatima binti Qais, akamwambia, fa inna Muawiya tas'alukun la mala lahu, Muawiya ni maskini, fukara, hana mali. Hajamtia ila upande wa nini? Wa dini. Amemtia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ukweli wa Muawiya vile alivyo. Wa amma Aba Jahm, tumemwambia na huyo wa pili Aba Jahmi, dharrabu linnisa, huyu bwana ni mkali sana kwa wanawake. Aba Jahmi ajulikana ni mkali kwa wanawake, huwapaka huwapiga nani? Huwapiga wanawake. Walakin Usama, lakini olewa na nani? Na Usama. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watatu akamchagulia nani? Usama bin Zaid, kwa sababu Usama alikuwa anao uwezo, na baada ya uwezo na alikuwa pia ni katika malezi aliyoyapata babake nyumbani kwa nani? Kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni waongeza la nne, wanasema kwa sababu Usama pia alikuwa kijana na Fatima binti Qais pia alikuwa naye bado ni mtoto. Kwa fupi, zile sifa za Usama na Fatima binti Qais ikawa zimeenda sawa, ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamchagulia Usama. Ulama wanasema kwa nini hawa hawakuwa na dini? Kwa nini? Walikuwa na dini, lakini kila watakapokuja wawili watatu lazima kuna yule ambao ana afdalia kuliko mwingine, kuna kule kuzidiana ubora. Kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuzidi ubora kulingana na kuendana sawa kindoa, tumelimchagua Usama. Kama wakati alipokuja kuletewa posa Mtume kuposwa binti yake Fatima, hasa
Fatima hakuolewa na Ali isipokuwa kulikuwa na rijal tayari walikuwa wanampata nani? Wanampata Fatima. Wa kwanza ni Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, alimpata Fatima. Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekewa posa na Abu Bakar kumtaka Fatima, Mtume akamwambia innaha saghira, bado ni mdogo, ngoja kwanza Abu Bakar. Akenda Uthman, akenda Umar, acha Uthman, akenda Umar akenda kamtaka nani? Fatima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia innaha saghira, bado ni nini? Ni mdogo. Kwa kipindi hiko akaja Ali, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuozesha nani? Na umri ni huo na wakati ni huo. Kwa nini ulama wanasema Mtume hakumuozesha Abu Bakar, hakumuozesha Umar, akamuozesha Ali? Je, Abu Bakar hana dini? Fafar bidhati dini, chague mwanamke mwenye dini. Na mwanamume pia ana hukumu zake za kuchaguliwa, kwamba idha ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Je, Abu Bakar alikuwa hana dini? Hana tabia? Sayyidina Umar alikuwa hana dini? Alikuwa hana tabia? Lakini kuna kitu kingine ambacho Ali amewashinda nacho, ambacho kwamba ni adalatu sinni, huenda sawa. Kwa nini? Kwa miaka, kwa age. Fatima ni mdogo na Sayyidina Ali naye umri wake ni barobaro. Mtume akalichunga hili zaidi kuliko kuliangalia. Tumefahamiana? Kwa hivyo wakati unapokuwa katika posa, kuna mambo mingi yanapoangaliwa, bil akhasi mtu atakapokuja kushauri katika masala ya ndoa, lazima uwe makini sana katika namna ya kutoa ushauri kama huo. Posa ni jambo kubwa sana katika Uislamu, ni jambo muhimu sana, kwa sababu ndiyo asli ya kupanda mbegu ya kizazi kitakachokuja mbeleni. Lazima uangalie ni wapi unapokosa. Na mwanamke pia ana haki ya kuangalia mimi naolewa na nani, ni nani anayekuja kufanyaje kunioa. Mwanamke ana haki. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa mwanamke ana haki ya kuangalia nani anayekuja kumuoa, tukaambiwa haya, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Yule atakayekuja aangaliwe ni mtu wa kiaina gani. Mwanamke mwenyewe pia ajue huyo atakayenioa ni mtu wa kiaina gani. Ikiwa ana dini, ana na tabia. Mwanamke ameambiwa moja, dini, fafar bidhati dini. Mwanamume amchague mwanamke mwenye nini? Mwenye dini. Lakini wewe mwanamume, Mtume ameyasema mangapi? Mawili. Wewe ni mbili. Man tardawna dini, kisha wa khuluquhu, na tabia. Lazima iangaliwe tabia yako. Mwanamke angalie mawili, kwa siangalie moja la dini peke yake. Kama ni dini, watu uswali swala 5 msikitini mdogo, yanipata mimi binafsi, yamenipata. Mtu toswali naye 5 salawat mpaka alfajiri. Nataka mke ipeke kwenu Lamu, nataka mwanamke wa Kiambwa, ni naye mke twende kuozesha. Mwanamke fahari ya mwanamke kamuozesha. Baada ya kumuozesha miezi miwili tu nimepigwa vita. Kumbe huko ndani kuna balaa. Baada ya miezi 6 mwanamke amekonda, utafikiri ni mgonjwa ana HIV. Mwanamke amekonda, nipigia simu yualia, ni ngome gani huu ulioletea? Akiweka maapple matatu katika friji, akija kilo na moja, ataka kujua yale mawili au ile moja ambao halipo limeenda wapi. Balasha hataki kujua, hataki kuona ndugu yake yule mwanamke amekwenda nyumbani na ana mtoto. Hata ule mtoto amemkataza, mtoto wako asikanyage hapa. Si masala kwamba kuna makosa yamfanyika, mimi sikuoa mtoto wako bwana, mmekuoa wewe. Mtoto wako haja kufanya nini hapa? Ana mtoto huu mmoja, sitaki kumuona mtoto wako. Haya si masala kuambiwa, ni masala yametokezea nafsia shakhsia.
mtu toswali naye, tuko na yeye, na hata ukiambiwa ni huyu huwezi kukubali wewe. Haya ninayokwambia. Piga simu mwanamke iwalia, nikatoka akamwambia 1 2 3 twalekaha, muate, hakufai huyu, anakwao na ndugu zao na baba zao. Sikukubali. Kumwambia nikuletea mimi na nitakuatisha mimi, kama talaka kwa atakuwa ni haramu hapa na hiyo haramu. Viki shekhi. Akamwata. Mwanamke alipomwata amerudi kwao pamoja na tabu zake na ndugu zake, amerudi amekuwa kama kiriba. Viki shekhi. Kwa hivyo mwanamume ni tabia baada ya dini, kwa kuwa na dini. Hapa msikitini sote tembelecho Sheikh Yusuf Abdu asema usimtague mwanamume msikitini, mtague mwanamume sokoni na barabarani, ndio utapata mume khalis ni tabia zake. Hapa msikitini sote maswahaba, hapa sote kina Saidina Umar, kina Saidina Abubakar, sote ni mawali hapa. Lakini huko nje na majumbani ndio kuna vituko Sheikh. Kuna vituko kabisa. Ndio Mtume akasisitiza ad-din wal khuluq, mwanamume huteguliwa kwa tabia na dini. Tabia ndio kitu muhimu sana. Na kwa kuwa mwanamume huteguliwa kwa dini na mwanamke kuwa amepewa nafasi hii katika Uislamu pia kuchagua, angalia hadithi ya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni sahaba wa kike, alikuwa hana mume, alikuja kugoswa na Abu Talha. Abu Talha wakati huo hajaislimu, si Muislamu. Alipokuja kugoswa na Abu Talha akamwambia, ya Aba Talha, mithlaka la yuraddu, mimi najua Abu Talha mfano wako wewe, mwanamume kama wewe uliokuwa na sifa za uume, la yuraddu, haregeshwi. Nakuja kuniposa na mimi siwezi kukuregesha, walakinaka kafir, lakini wewe Abu Talha wewe nani? Ni kafir. Wa ana la atazawwaju kafir, na mimi siolewi na mtu ambaye ni kafir. Asli takunu mahari, silimu, ukiislimu tu basi tayari nishakubali wewe, na itakuwa nini? Ndio mahari yangu. Abu Talha akaislimu na ikawa ndio mahari ya kumuoa Ummu Sulaim, sio Ummu Salama, Ummu Sulaim, naye na tarehe yake hatuna haja kuieleza. Lakini mahali ushahidi za kuthibitisha kwamba mwanamke ana khiari na yeye pia kufanyaje? Kuchagua mume gani atakayekuja kunioa. Hiyo ni khiari yake, amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo masala ya khitba ya kosa yana umuhimu mkubwa sana katika dini ya Kiislamu, na ni very dangerous, ni hatari sana kwa maisha ya siku za mbeleni, na ni hatari sana wakati wa kosa zikigongana. Kosa ngapi? Mbili. Haifai kugongana kosa mbili. Uislamu umekataza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, la yabi ahadukum ala bai'i akhihi, asiuze mmoja wenu juu ya bei ya nani? Ya mwenzake. Hufai kuuza juu ya bei ya mwenzake. Bwana, hichi kitabu akiuzaje? Na kiuza 1000. 1000 okay, sawa, mimi nitakichukua hichi kitabu. Washakubaliana, washaelewana. Wewe bwana, hichi kitabu akiuzaje? Na wajua kwamba huyu ashakubaliana, ashaelewana na yeye, na kiuza 1000. Huyu ashakununua 1000, mimi nitakupa 1500. Ni haramu, makosa. Hufai kuingilia bei ambao watu washafanyaje? Washaelewana. Katika masala ya kibiashara, haya ni mambo tuyajue, ni makosa kuuza kitu wakati kwa ushaelewana na mwenzako. Wewe mtu wa tatu kuja kuingia kutaka kufilisi ile bei, haifai. Tofauti na mambo ya mnada, kitu cha nadiwa, bei hii ya siri ajulikana kwamba asili yake hichi kitu ni kunadiwa, sawa sawa, kwamba yule atakayetoa zaidi ndio atakayefanyaje? Atakayechukua. Haya ni masala tofauti katika sharia, na masala yale mtu ameuza na amenunua, haya ni masala tofauti. Wewe ukaja ukaivuta ile bei
la yabi' ahadukum ala bay' akhi, asiuze mmoja wenu juu ya bei mwenzake. Wala yakhtub ala khitbati akhihi almuslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haifai, ni haram juu ya mmoja wenu kuposa juu ya posa ya nani? Ya mwenzake, ni haram. Tena bil akhasi, ile posa ina sharti zake, ulama wamezieleza katika madhahibu al-arba'a, jamhur ulama wameeleza ile posa mpaka iwe ni posa imekamilika, iwe ni posa iliyokamilika. Posa iliyokamilika ni vipi? Ni kwamba yule mwanamke na watu wake washajibu kwamba tumekubali, ile posa imekubalika. Bali ulama wanasema hata ikiwa posa imekubalika, iko njia ya wewe kwenda kumposa ule mwanamke. Kuna njia ya kufaa. Njia ya kufaa ni nenda kazungumze na ule mwanamume, bwana wewe umemposa fulani, ndio umekubaliwa, ndio nimekubaliwa. Sasa bwana, wajua mimi nilikuwa nampenda sana wewe, kuanzia utoto wetu tuko class 1 2 3, ni classmate wangu, nimesoma na yeye, hata nisikufiche nikwambie ukweli. Wewe umetoka zako Dubai huko, umekuja kwa sababu una sinti, jua mimi yule mwanamke nampenda, na yeye mwanamke afanyaje? Anipenda. Mimi namtaka, na yeye mwanamke afanyaje? Anitaka. Sikiliza bana, najua ushamposa na mwanamke amekubali kwa sababu wazazi wake nyumbani ushakubaliwa, lakini mimi pia namtaka yule mwanamke. Wasemaje sasa? Kama unaweza anaenda kasema na kabisa, waweza kwenda kumwambia yule mama ametanizisha, mimi namtaka yule mwanamke, waniruhusu na mimi nikampose. Yule akisema bwana sawa, kwa kuwa umenieleza history ya ndani kabisa mambo haya yalivyo, na mimi nilikuwa naona na mwanamke hana mpenzi, lakini kumbe wewe una mapenzi na yeye akupenda, ngoja kwanza kafuatilizia, bwana vipi mwanamke na ule fulani apendana? Hawa watu wote wajua hawa wapendana, basi nimekuruhusu bwana, mimi ile kosa yangu nimedhairisha neno, yafaa. Yafanyaje? Lakini mpaka uende kwa yule khatib, yule alofanyaje, alokosa kiusawa, wafaa namna hiyo. Lakini sio kwamba yule amemkosa, yule mwanamke hampendi yule, mimi ni mwanamke wangu, basi kwa sababu mmechelewa wewe ndio ukavamie kwa juu. Ni haram kosa yako, utapata madhambi, haifai. Na hapa kuna hatari sana, kuna hatari mpaka katika Qur'ani. Masala haya Mwenyezi Mungu ameeleza katika awwalu bani al-bashar, mwanadamu wa kwanza, mauaji yaliyofanyika ni kwa sababu ya kosa. Hii kosa kwa sababu ya kosa tu, al-makhtuba wal-makhtuba, al-khatib wal-khatib, kwa sababu ya watu wanne, wawili wenye kuposwa na wawili wenye kuposa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, watlu alayhim naba abnai adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka. Habil na Qabil, wakati Habil ana mke wake wa kisharia anayefaa kumwoa ambaye ni mposa wake, na huyu Qabil ana mke wake wa kisharia ya wakati ule Nabii Adam anafaa kumwoa, lakini akawa hataki kumwoa yule, lazima mimi muoe huyu. Sababu nini? Huyu tumezaliwa hata pamoja, mwenzangu mimi, huyu ndo nafaa kumwoa. Ikaja maneno matishio makali, akamwambia angalia, kama hutoi nafasi hapa, huyu ni mtu kwa mimi, basi la aqtulannaka, takumaliza mimi, nitakuua, sababu ya kosa. Na likakamilika, akahakikisha mpaka kamuua Habil. Habil akauliwa na ndugu yake nani? Qabil. Faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Mwenyezi Mungu asema akamuua, akawa ni katika wenye kufanyaje, wenye kujuta. Kosa ni hatari. Hata wakati wa masahaba, wakati wa masahaba yalitokezea wakati wakati Ibn Abbas, hadithi iliyoko katika kitabu cha Al-Adab al-Mufrad,
cha al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii ya mauaji kwa sababu ya nini? Ya kosa. Watu wa makini sana mkiwa na binti zenu. Ni visa vingi vimetokezea, wenye kujiua, wenye kuua wenzao. Tunaona kwenye TV, ameuliwa na mpenzi wake, sababu ni wengine amemkataa kwenda kumfuata mwingine. Tunaona na Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, wakati mmoja atahu rajulun, alimjilia Ibn Abbas mtu, faqala li Ibn Abbas, akamwambia Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, inni talabtu imra'atan, mimi nilitaka mwanamke antankihani, nataka mwanamke aolewe na mimi nimuoe mwanamke faabat, akakataa mimi nifanyaje? Nimuoe. Fatalabatha ghairi, akaja mwanamume mwingine akamtaka, faahabbat an tunkiha, ule mwanamke akapenda kuolewa na yule mwanamume manani mwingine. Mimi nilikataa, yeye akapenda kuolewa na mwanamume mwingine. Asema faghirtu alaiha, huyo amuelezea Ibn Abbas, amwambia faghirtu alaiha, nikafanya wivu, basi nikamlia timing yule mwanamke. Kwa nini anikatae mimi amkubali mwanamume mwingine? Ni masala ya kosa haya. Asema faghirtu alaiha, nikamwonea wivu yule mwanamke, nikamvizia katika njia zisizojulikana, faqataltuha, nikammalizilia mbali yule mwanamke, nikamuua. Amtaka fatwa Ibn Abbas, amwambia fa hal min tauba, je, mimi kwa kitendo hiki nilichokifanya nitapata tauba? Mahalu shahid ni kwamba kosa, tuweni makini sana wakati zinapoletwa nini? Kosa. Kuna hatari kama hizi za nyingine kusimama katika kosa. Jana tulizungumza masala ya kumwangalia mwanamke wakati wa kosa, ambayo hili katika Uislamu limefaa na limesuluhu kwamba mume atakaye muoa mwanamke kabla ya kwenda kupeleka kosa, aende afanyeje? Amuone yule mwanamke. Katika an-nadhar, kumuona yule mwanamke, kuna dhawabit za kisheria. Wakati ukiwa mtu amemposa mwanamke, kuna dhawabit za kisheria, nataka nizipite tu kwa haraka haraka. Haifai kuzungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema umuone, wala sio kufanyaje? Kuzungumza. Hakuna mazungumzo baina yako wewe na yeye. Mazungumzo ni wewe na wazazi wake. Na ikiwa kuna mazungumzo, ni mazungumzo yanayoendana sawa na ile kosa, kwa haja ya ile nini? Ile kosa. Kwa mfano, umuuliza, bwana, mimi ndiye fulani na nimekuja kukuona, naomba jawabu lako sahihi kutoka katika kinywa chako. Aradhiti bi khitabati, umependa na umekubali kosa yangu, kwa tayari mimi nikuoe. Kwa mazungumzo ya namna hiyo, basi la basi, hakuna nini, hakuna makosa. Lakini sio mazungumzo ya story. Wajua mimi nilipokuwa nasoma na wewe kwa hivi, story ndefu ambayo dharura hazina haja, haifai. Mazungumzo mengi tena ayana, ikiwa ni one to one, pia vile hata ikiwa ni ittisal kwa simu, maulama wameharamisha mazungumzo baina ya wewe na uliyomposa kwa simu, marefu ambao hayana dharura, haifai. Hizi ni dhawabit ambazo ulama wamezieleza. Pia vile an yaltazima ghadha al-basar, wakati unapokwenda kumwangalia yule unayemposa, ujilazimishe kufumba macho, kay alla yanzura ila ma la yahillu, asiangalie kile kitu ambacho kwamba kwake si halali kukiangalia. Amwangalie uso na viganja vya nini, vya mikono. Sehemu nyingine ambazo si halali kuziangalia, usitake kuziangalia. Hizi ni dhawabit za kwenda kumuona mwanamke. Ni muhtarama, ni mheshimiwa jamaa. Sio kama hizi ni kumnyanyasa mwanamke, hizi ni kumtukuza mwanamke.
Asema kwamba ulama katika dhawabiti alla yahsul almusafaha, isipatikane kupeana mkono. Yule mwanamke ndio kumwangalia, usipeane mkono na yeye kwa sababu haujafaa kumpa mkono, si halali yako. Inni la musafihun nisa, mwanamke ambaye si halali yako, si maharimu yako, ufai kumpa mkono, isiguse ngozi yake na ngozi yako, ni haramu. Kwa hivyo usimpe mkono kwa sababu wewe ni mkosa tu, lakini hujamuoa, hajakuwa halali yako. Sasa ikiwa ulama wanaharamisha kupeana mikono baina yako wewe na mwanamke, haya tuyafanyao sisi majumbani kwetu kina Ali na Uthmani na Abubakar na Fuadi ni sawa jamaa? Tunazo baraka za nikaha na za kosa kwetu. Katika dhawabit anna takhda almar'ata fil qawl, yule mwanamke ikiwa amezungumza na yule mwanamume kwa dharura, yule mwanamke pia ameambiwa alla takhda fil qawl, asilegeze sauti yake. Kuna sauti nyingine mwanamke akiitoa basi maruhani hupanda kabisa. Na sauti mwanamke akizungumza, na sauti hiyo mwanamke afaa azungumze na mumewe peke yake, afaa kuzungumza sauti hizo na wakati wa mtu ambaye hajakuwa ni mumewe. Sauti hizo mara nyingi utazisikia chumbani wakati mkifunga milango na madirisha. Mwanamke jilegeze, ana sauti mwanamke akiitoa wewe mwenyewe utakuwa tayari kwamba hata kama una stress za aina gani za ruka, ile sauti ya kubadilisha mandhar na bia yabadilika, mazingira yabadilika kwa sauti. Mwanamke ni kiumbe ameumbwa kinamna yake. Kwa hiyo wakati una asiliano ya kumuona yule mwanamke wakati wanataka kumposa, mwanamke asitoe sauti zile ambazo kwamba hazifai, ima ni kicheko ama ni mazungumzo, atoe sauti ya mwanamke kawaida kuzungumza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya ameyasema kwa sauti ya mwanamke. Mwenyezi Mungu asema ya nisaa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Mwenyezi Mungu asema fala takhda'na bil qawli, msiregeze sauti. Al-khudu' ni ile sauti ya mwanamke ya kuonyesha kwamba yani kama kusema baby come, kusema Mtume sallam wanawake wamekatazwa fala takhda'na bil qawli, kwa sababu sauti hii fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Mwenyezi Mungu akataza wake za Mtume kutoa sauti ya kulegea, kwa sababu yule ambaye ana maradhi katika moyo wake ataanza kusema mbona niregezea sauti? Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kuna wanaume wengine hawazungumzi na wanawake, mwanamke akizungumza naye akijifanya kujisahau kidogo tokajilegeza, basi usema hapa mimi chonjo. Fayatma'a alladhi fi qalbihi. Katika dhawabit za mwanamke kuzungumza na ule mposa wake, an takuna multaziman bil libasi shar'i, mwanamke awe ameivaa mavazi yanayofaa kisheria, asivae mavazi ya kujiweka uchi, ya kuonekana frame ya mwili wake, avae hijabu yake sawasawa, jana ambao tumeeleza sehemu zinazofaa kuonekana. Katika sharti ambazo dhawabit wameziweka wanazuoni, alla tahsula khalwa athna al-kalam, usipatikane faragha, kuweko peke yake kwamba baba na mama na wale mahari wameondoka, sasa wana mmekuja kumwona haya huyu hapo, sisi tuko ndani, mkimaliza tuambieni. Ngoja tutamaliza kweli sasa hivi, tutamaliza yote, ni mko ndani. Sisi tutoka twenda hapo tuwatia nyumba, zungumzeni umuone na yeye akuone. Mwatia nyumba haifai. Khalwa haifai kuwa peke yake wale wenye kukosana, kwa sababu hajakuwa halali yake yule, mpaka amuoe ndio awe halali yake. Haya yanayofanyika katika jamii zetu jamaa ni makosa na ni haramu na ni zina. Ni zina tuiweka ndani ya majumba, hawaagani mpaka wahusiane kila siku.
hawaagani mpaka wafanyiane haki, wapigane haki. Haya yako wapi katika Uislamu? Hakuna. Yanayofanyika katika majumba yetu ni zina, na tujaribuni kufuata dhawabit hizi za ulama ambazo wametuwekea za kisheria katika wakati wa kupokea na kuwakubalia ndugu zetu katika posa. Inshallah taala, khairul kalami ma qalla wa dalla, bora wa maneno ni yale machache na kafahamika. Lakini nina furaha hapa leo, namuona shekhe wangu al-Ustadh Ali Abud. Naomba kabla sijaingia katika kipindi cha kujibu maswala, kijana mletee shekhe wangu kiti aje akae hapa mbele katika darasa letu kama hili. Shekhe wangu Ustadh Ali Abud ni katika walimu walionisomesha kule kwetu kijijini au kisiwani Ndao, mpaka leo nikaweza kusimama hapa kuweza kuzungumza mbele yenu. Basi misingi ilitoka kwake, na yeye bila shaka yuwafurahi kuona mimi nazungumza hapa katika msikiti huu wa Baluchi, mimi na ndugu yangu Imam Nizar. Na tuko wengi, kuna wengine wako Nairobi, kuna wengine wako Tanzania, kuna wengine wako Kisumu, kuna wengine wako Nakuru. Sisi sote tumepitia katika ulezi wake. Jazakallahu khair. Karibu sana al-Ustadh Ali Abud, jazakallahu khair Sheikh Lam. Na bil akhasi ndugu yake alikuwa mdogo wake, ndio alikuwa mwalimu wetu zaidi kabisa, tusomesha kuanzia alif, b, t, f mpaka leo tukaweza sisi kuwa na vitabu vikubwa vya ulama kama hizi na kupata makamu kama haya. Basi tumwombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu na yeye ampe umri mrefu wenye baraka. Semeni amin. Amin inshallah. Karibu sana Sheikh Lam Sadari. Nataka kujibu maswala lakini kwa ruhusa yake. Ruhusa inshallah. Kama kuna swali inshallah atasalimia inshallah. Naam, ana Sheikh Abdullah ana swali. Wakati ikiwa karibu na maswala, ukae tayari kutoa maji inshallah. Dokta, bismillah. Naam, swala langu bismillah ni kuhusu, kwa mfano usema nimefungisha, sijalipa lakini nimefungisha. karibu maji. Safahamu, nimefungisha lakini sijalipa, lakini akaja mtu akalipa. Karibu maji, sauti kidogo sisikie. Okay. Safahamu, mimi nimefungisha yale mali kwa mfano, lakini sijalipa, chakubaliana. Akaja mwingine baada ya siku mbili akalipa yale mali cash. Hapa ni vipi mambo? Umeposa yani, sio? Naam. Ukakubaliwa. Naam. Akaja mwingine akakubalika na akalipa kila kitu. Je, ni vipi hapo? Okay. Tayeb. Auliza swali, asema kuna mtu ambaye amepeleka posa na amekubaliwa. Baada ya kuondoka akaja mwingine, alipokuja mwingine akaleta mahari cash, yani akaleta senti hapo hapo na gari akaweka mlangoni, gari ya benki. Akakubaliwa. Akafanyaje? Akakubaliwa. Je, vipi hapo? Masala haya mpaka tuyafafanue kidogo. Yaweza kuwa huyu mwingine amekuja wakati akiwa ajua kwamba yule mwanamke amfanyaje, ameposwa. Akifanya hivyo atakuwa amefanya haramu, yeye amepata madhambi, atapata madhambi. Na yaweza kuwa huyu wa pili alikuja hajui kwa yule mwanamke amfanyaje, ameposa, hana madhambi, hana madhambi. Lakini je,
wakati inapopita posa, mtapokuwa mmekubaliana baina yako wewe na yule mwanamke na watu wake kwamba sisi tumekubali kuolewa na yeye huyo amekuja kuleta posa, je, suala liko hapa? Kunao uwezekano wa mmoja wao kughairi? Tuko pamoja? Iko nafasi ya mmoja kufanyaje? Kughairi. Iko baina ya mke aweza kusema sawa, mimi nimekubali, lakini sasa sitaki tena, na mume pia aweza kusema sawa, mimi nilikuwa nimekwenda kumposa yule mwanamke, lakini sasa sifanyaje? Sitaki tena posa, sitaki tena, mmeitupa posa. Kama vile wewe mume waweza ukaitupa posa, na ule mke pia na jamaa zake waweza kusema sisi tumeitupa posa yako, hatutaki tena. Tumefahamiana? Kwa ufupi, ikiwa wataona huyu alokuja mara ya pili ni bora na tumempendelea huyu, wao wanao nafasi ya kuitupa posa ile ya nini? Ya kwanza. Tuende pamoja. Wanao nafasi ya kuitupa ile posa ya kwanza. Lakini je, hutupwa vipi? Hutupwa vipi sharia? Ile posa anafaa yule aambiwe ukweli wa mambo, bwana, la, sisi kuja kutuposa, lakini posa yako tulikubali, lakini sasa tumeikataa. Wamwambie live kama tumefanyaje? Tumeikataa, hatuitaki tena posa. Kumbe huko kuna posa nyingine, itakuwa ni sawa, lakini wamwambie. Ni makosa bila kumwambia. Yule mwenyewe ameenda zake safari kuandaa harusi, akija waambie bwana, wao wameposa, yule alifahamu alikuwa posa yako tumeikataa. Wamwambie live kwa posa yako sasa tumeifanyaje? Tumeicancel, na vitu vako ulivyoleta kwa ajili ya kumposa binti yetu, mtoto wetu, hizi sisi posa yako tumeikataa. Nafasi hiyo ipo kisheria, wala hakuna madhambi. Tufahamiana, sio? Lakini almuhimu ni kuhakikisha zile habari zimemfikia yule ambaye ameposa mwanzo, kwa sababu yeye anao nafasi kuitupa posa, na ule binti na watu wake pia wanao nafasi ya kuitupa nini? Posa. Sababu iwe sababu itakao kuwa nafasi ya kuitupa posa hii. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mpe maji kidogo. Ni wajibu wao, lakini nafahamu ni wajibu wao waregeshe zile walizozopokea. Sasa kwa maana wasiporegesha, wanasema, lakini wasiporegesha na wala na wanyamaze kimya, ni vipi? Wasiporegesha na wanyamaze kimya, basi hapo ndio haramu. Wasiporegesha walizopewa na wakanyamaza kimya, yule bwana mpaka akapata habari nde, ni madhambi kwao. Wamemkosea heshima na hawakuchunga heshima ya yule aliyoishi makosa, na vile watakapovichukua ile posa ni haramu kwao, isipokuwa yule mume aseme basi mimi nimeshatoa tukuweni. Mafahamu? Ikiwa alikuwa amezihalalisha ile sawa, lakini ikiwa hajazihalalisha zile